inayotokana na fedha zetu sisi wenyewe. Nchi yetu imeanza safari ya kugharimia uchaguzi kwa fedha zetu sisi wenyewe badala ya fedha za wafadhili. Hili ni jambo muhimu la kujivunia kwetu sisi wa Tanzania. Tanzania yetu iliyo huru, Tanzania yetu inayojitegemea, inayojiamulia mambo yake yenyewe, ni lazima iwe na budget inayojifadhili yenyewe. Kwa hiyo hii ni budget muhimu na ndio budget ambayo inakwenda kuweka fedha kwa ajili ya hiyo. Kwa hivyo hotuba hii ya budget itatolewa kesho majira ya saa 10 za jioni. Lakini kabla ya hotuba ya budget itatanguliwa na taarifa ya hali ya uchumi. Hotuba ya budget itawasilishwa na Waziri wa Fedha, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu. Lakini taarifa ya hali ya budget itawasilisha asubuhi bungeni. Nayo itawasilishwa na waziri kutoka ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo. Ombi langu kwa wananchi, tufuatilie uwasilishaji wa bajeti hizi ili tujue serikali imepanga kufanya nini, mambo gani mazuri yanakuja katika mwaka ujao wa fedha, tunahitimisha vipi safari yetu ya mpango wa miaka 5 wa maendeleo, na tunahitimisha vipi dira yetu ya maendeleo ya miaka 25, yani mwaka 2025. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya taarifa hizo mbili, nimeona pia tupeane taarifa juu ya mambo mawili matatu yaliyojiri na ambayo ni muhimu wa Tanzania wakayapata kwa msisitizo. Jana jijini Dar es Salaam kumefanyika tukio kubwa la gawio kutoka kwenye mashirika yetu ya umma. Tukio la gawio ama hafla ya gawio imefanyika jana. Tumeandika historia kubwa kwa tukio hili ambalo limekwenda sambamba na kuandika historia kwa nchi yetu, kwa mashirika yetu ya umma kuwasilisha gawio kubwa ambalo halijawahi kutokea. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, mwaka 2023-24, mashirika yetu ya umma ambayo sasa kwa idadi yamefika 309 yamewasilisha gawio kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la kiasi cha shilingi trilioni 1 na bilioni 28. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Hiki ni kiwango kikubwa, lakini ni kiwango kikubwa ambacho kimetokana na uwekezaji mkubwa na makini uliofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 katika mashirika yetu ya umma. Umefanyika uwekezaji mkubwa, kwanza katika uwekezaji wa mitaji kwenye mashirika yetu, kwenye taasisi zetu za umma zinazokusanya mapato ya serikali, zinazokusanya kodi na tozo mbalimbali. Lakini pia umefanyika uwekezaji mkubwa wa mageuzi. Kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais na falsafa yake ya R4, mojawapo ni mageuzi, nyingine ustahimilivu, nyingine maridhiano, na nyingine kujenga upya. Kwenye kuimarisha mashirika yetu ya umma tumetumia falsafa hii. Kwanza, mnajua wote, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alikuwa ameingia kwenye kipindi ambacho nchi ilikuwa na changamoto kubwa. Imetoka kwenye ugonjwa wa corona, dunia inapata gharama kubwa kutokana na vita vya Ukraine na Urusi na mtikisiko mkubwa kwenye uchumi. Ara ya ustahimilivu ikatusaidia kuwa wahimilivu kwenye kipindi hicho. Ya pili, reform, kufanya mageuzi. Mheshimiwa Rais ameongoza mageuzi makubwa ya kimfumo kwenye taasisi zetu, kwenye mashirika yetu ya umma. Mageuzi ambayo yamelenga kuongeza tija katika uzalishaji, tija katika utoaji wa huduma na tija katika matumizi ya mifumo yaliyorahisisha utoaji wa huduma katika mashirika haya. Sasa matokeo yameonekana. Mashirika yetu yameongezewa uwekezaji wa kiasi cha shilingi trilioni 21. Uwekezaji kwenye mashirika yetu
miaka 4 iliyopita ulikuwa na thamani ya shilingi trilioni 66. Hivi ninavyoongea, uwekezaji katika mashirika yetu umefikia zaidi ya shilingi trilioni 86. Tumeongeza uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 21 ambazo sasa zimetuwezesha mashirika yetu ya umma, taasisi zetu zinazofanya biashara, kwenye mashirika ambako serikali ina hisa nyingi, kwenye mashirika ambako serikali ina hisa chache, na yale ambayo yanakusanya maduhuli ya serikali, tumeongeza ukusanyaji na gawio sasa limefika shilingi trilioni 1 na bilioni 28. Tumetoka shilingi bilioni 767. Ongezeko kubwa. Kwa mwendo huu mwakani tunategemea gawio kwa serikali liongezeke zaidi ya hili. Na haya ni matokeo ya uwekezaji uliotokana na hizo R4 kama ambavyo nimefafanua, na sasa tunaanza kupata matokeo makubwa ya uwekezaji huu uliofanywa na serikali. Tukiachana na hilo ambalo limefanyika kwa kiasi kikubwa katika mashirika yetu ya umma, pia serikali imeimarisha huduma za kijamii mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali. Na leo katika mkutano huu nitawatajia baadhi ya maeneo, lakini mojawapo kwa msisitizo, na ndio maana niko hapa mbele yenu na nyuma yangu nikiwa na jengo la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Moja kati ya miradi mikubwa iliyotekelezwa na serikali ni huu wa ujenzi wa mji wa serikali Mtumba. Kwa hivyo katika kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi na kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa watumishi wa umma, serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaendelea na awamu ya 2 ya ujenzi wa majengo ya serikali, ofisi za wizara na taasisi katika mji wa serikali Mtumba, ambao ukamilishaji wake kwa ujumla hadi sasa umefikia 90.1. Katika majengo yanayojengwa kwenye mji wa serikali Mtumba, hapa tunajenga majengo 34. Jengo mnaloliona nyuma yangu lina ghorofa 5. Lakini katika mji wa serikali hapa tumejenga majengo mbalimbali, yako mengine yanafika mpaka ghorofa 10. Yote yamejengwa kwa sababu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anataka kuimarisha mazingira ya utoaji wa huduma za serikali. Majengo 6 tayari yameanza kutumika. Na kama nilivyosema mwanzoni, mimi nikimaliza mkutano huu leo naingia kwenye ofisi yangu kwenye jengo jipya la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Lakini pamoja na ujenzi wa majengo haya, zipo kazi nyingine ambazo zimefanyika katika mji wa serikali Mtumba. Na napenda kuambia Watanzania, unapokuja Dodoma, usikose kuja kutembelea mji wa serikali Mtumba. Hiki ni kivutio kingine cha utalii katika jiji la Dodoma. Manake hapa unakutana na mji uliojengwa kisasa. Na niwaambie, mpaka sasa zaidi ya nchi 10 zimekuja Tanzania kujifunza ujenzi wa mji wa serikali. Na kila anayefika hapa anakuja kuchukua mawazo yaliyofanywa katika mji wetu wa serikali Mtumba kwa ajili ya kwenda kujenga miji yao. Zipo nchi ambazo hazijengi miji yao sasa. Vijana wanasema imekwisha hiyo, imeenda, watabaki na miji ya zamani. Lakini zile ambazo zimeamua kujenga miji yao upya wanakuja kuchukua mfano Tanzania na wanajifunza kazi nzuri iliyofanywa. Sasa pamoja na majengo haya ya serikali yanayojengwa, na niwaambie tu, kwenye jengo hili la Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, upande wenu wa kushoto, upande wangu wa kushoto ambao kwenu ni upande wa kulia, hapa tutajenga kiwanja cha mfano kidogo cha mpira, ili mtu akiingia hapa getini aone kwamba anaingia kwenye wizara inayohusika na michezo. Na tutajenga kazi nyingine za sanaa hapa, vinyago vyetu vile tingatinga, humu ndani utaona michoro ya tingatinga, vinyago vyetu vile vya Wamakonde vitakuwepo hapa. Tunataka tuwe tuna majengo ambayo usanifu wake unaakisi sekta ambayo wizara inaisimamia, na hilo tutalifanya hapa. Sasa katika mji wa serikali ambao nimewaambia kuna majengo hapa 34, pamoja na ujenzi wa majengo, pia tumejenga barabara za lami zenye urefu wa kilomita 59.1 na kukamilisha upembuzi yakinifu wa barabara inayounganisha mji wa serikali na Ikulu yenye urefu wa kilomita 9.9, karibu kilomita 10.
pamoja na majengo haya tumejenga hizo barabara kilomita 59.1 na tunajenga nyingine ya kutuunganisha na Ikulu. Lakini pili, tunaendelea na ujenzi wa miundombinu ya kudumu ya umeme inayopita chini ya ardhi yenye urefu wa kilomita 42. Wote mmeona mkija hapa mji wa serikali Mtumba, kuna hizi nyaya chache mnaziona. Baada ya muda mfupi hizi nyaya hamtaziona, kwa sababu miundombinu ya umeme yote tunaipitisha chini ya ardhi, na tutajenga kilomita 42 ambazo zitakuwa na msongo wa kilovoti 33, na kazi hii hivi ninavyozungumza imefikia 55%. Lakini kazi nyingine kubwa ambayo tunaifanya hapa ni kukamilisha usambazaji na uwekaji wa miundombinu ya mtandao wa mawasiliano. Hapa internet itakuwa ni muda wote. Tunataka tujenge mji wa kisasa. Tunaendelea na ufungaji wa mifumo ya kamera, yani CCTV. Kazi hii na yenyewe imefikia 47%. Mji wetu huu wa serikali Mtumba, mtu atakuwa anaweza kuona kutoka sehemu yoyote duniani. Kwa kifupi, hapa tunajenga mji janja. Tunaweka mtandao, tutafunga kamera. Kwa hiyo ni mji ambao kitu chochote kinachofanyika hapa kinaweza kufanyika mahali popote. Kwa hiyo moja kwa moja, ama tunasema kwa kikinga, automatically tutakuwa tumeondokana mpaka na matukio yale ya uhalifu, kwa sababu tutakuwa tunaweza kufuatilia mji wetu wa serikali kutoka mahali popote, na hili ni jambo muhimu katika kuhakikisha tunakuwa na mji salama wakati wote. Kwa hiyo ni uwekezaji uliofanywa na serikali ya awamu hii ya 6 katika mji wetu huu wa serikali Mtumba. Lakini kazi nyingine ambayo inafanyika katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya hapa mji mkuu wa nchi ama makao makuu ya serikali Dodoma ni pamoja na uendelezaji wa miundombinu. Sasa wote tunafahamu, baada ya serikali kuhamia Dodoma kutoka Dar es Salaam, moja ya maeneo yaliyoleta changamoto kubwa katika mji wa Dodoma ilikuwa ni utoshelevu wa huduma ya maji. Na sababu ni moja tu, kwamba mji huu ulikuwa na huduma ya maji inayotosheleza, lakini iliwatosha watu wa Dodoma waliokuwepo kabla ya serikali kuhamia Dodoma.